maana wewe ni mfalme, na wewe ni muumbaji, na wewe ni mtakatifu. Baba mweza wa yote, neema yako iwe pamoja nasi tena tunapoendelea Baba wa rehema. Na kitabu cha Kutoka Baba, kitabu cha Kutoka Baba kinaonyesha ukombozi mkubwa Baba kwa taifa la Israeli, na Baba wa rehema, nasi kama taifa la Israeli kwenye ulimwengu wa kiroho, na kama Baba wazaliwa wa kwanza pamoja na wao, tuko tayari Baba wa rehema kutoka. Tazama kundi hili Baba wa rehema, tazama watu wako Baba wa rehema, jinsi wanavyoacha vyote Baba wa rehema na kukufuata wewe, jinsi wanavyopoteza muda wao na njia zao Baba ili wakufikie Baba. Ninakutukuza Mungu mweza wa yote, maana wewe ni mweza wa yote. Asante Baba wa rehema, asante Mungu mweza wa yote. Jina lako lizidi kutukuka Baba wa rehema, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Sema Baba, ninakushukuru maana wewe ni mwema. Unitakase kwa damu yako, uniondolee dhambi zote zinazonihukumu na neno lako Baba, itakapokuwa inapita ipite kwenye viungo vyangu na kuniweka huru. Asante Baba, maana jioni ya leo utanigusa mimi, katika jina la Yesu. Amen. Basi jana tulikuwa kwenye sura ya 13 na tukaona kwenye sura ya 13 tukaona mambo muhimu ambayo Mungu alimwambia Musa. Mungu baada ya kuwatoa Misri, Mungu anaambia Musa ya kuwa aambie wana wa Israeli wamtengee wazaliwa wote wa kwanza, lakini pia na wazaliwa wa kwanza wa wanyama na mifugo. Lakini pia Mungu akiwakumbusha sherehe ya mkate usiotiwa chachu ambayo ilikuwa ni siku 7 kuanzia siku ya Pasaka ambayo ilikuwa ni siku ya 14 mpaka siku ya 21. Lakini pia Mungu akiwaambia kuwa jambo hilo litakuwa ni sheria ambayo itaandikwa kwenye paji la uso na kufungwa kwenye mikono. Mtu mmoja ameuliza swali akiwa Arusha, nadhani atakuwa anatuona sasa hivi. Tuliona andiko hilo ya kuwa itafungwa, iwe ni sheria, ufunge kwenye paji la uso wako na kufunga katika mikono yako. Umeona? Hii tutaona tutakapoenda kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, pale ambapo tutaona kwa wana wa Israeli walikuwa wanatengeneza kimbao ama kiboksi ambayo walikuwa wameandika kisheria, alafu wameingiza ndani, alafu ilikuwa inafungiwa kamba, alafu ilikuwa inafungwa kwenye paji la uso hapa, lakini pia ilikuwa inaandikwa alafu na kufungwa kwenye mkono. Lakini hiyo ilikuwa ni kwenye Agano la Kale. Maana kumbuka ya kuwa sheria tutaona kwenye sura ya 19 ya kuwa Mungu mara ya kwanza ataziandika zile amri 10 kwenye vipande vya mbao ama vipande vya mawe. Lakini kumbuka ya kuwa kwenye Agano Jipya sheria zimeandikwa katika mioyo ya watakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na Waisraeli walikuwa wanaandika na kubandika kwenye paji la uso pamoja na kufunga kwenye mikono, lakini sisi hizo sheria hatuhitaji kuziandika nje ya mioyo yetu. Inatakiwa zikae ikae ndani yako. Ndio maana imeandikwaje? Imeandikwa na neno lako. Sema neno lako likae ndani yangu kwa wingi. Umeona, neno la Mungu inatakiwa ikae ndani yako, lakini kwa wingi. Nini? Kwa sababu Wayahudi wao hizo sheria walikuwa naandika na kupachika kwenye paji la uso na kwenye mkono, lakini kumbuka kuwa hiyo ni nje. Je, ndani? Ndio maana Mafarisayo waliendeleza mambo hayo, lakini Yesu akaambia kuwa enyi Mafarisayo wanafiki, mnayeoza kikombe kwa
nje lakini ndani ni kuchafu. Ndio maana watu wa Mungu, wokovu ni katika moyo wako. Ndio maana imeandikwa, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Wayahudi walikuwa na hizo amri, walikuwa naziandika sheria hizo na amri na kuzifunga katika paji la uso. Lakini kumbuka ya kuwa sheria wala haikuondoa dhambi wala haikuwazuia kufanya dhambi, bali sheria iliwahukumu. Bwana Yesu asifiwe. Sheria iliwahukumu, maana sheria ilikuwa inasema kuwa ukikutwa umezini, basi adhabu yake ilikuwa ni kupigwa kwa mawe mpaka kufa. Lakini hakuna sehemu ambayo sheria ilikuwa inakusaidia uacheje dhambi ama ukaeje mbali na dhambi. Lakini Kristo alipokuja akaamua kushughulikia dhambi ya uzinzi ama zinaa, akasema kuwa ukiona tu na kutamani. Ina maana kumbe dhambi huanzia kwenye kuona, hatimaye inaenda kwenye ufahamu, alafu unatamani. Umeona, Yesu akajaribu kuweka mambo sawa kabla mtu ajaanguka katika dhambi, lakini sheria haikupata kusaidia. Sheria ilitoa hukumu, ilifikisha watu kwenye hukumu, lakini neema inawapa watu nafasi ya kujifunza na kujua jinsi ya kuishi maisha matakatifu. Sasa tukaona ya kuwa hatimaye wao wakawa wametoka, lakini njia waliyetakiwa kupita wakaacha kupita, wakifata nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku. Na nguzo sasa, cha ajabu, ikaacha kwenda kwenye njia inayotakiwa kupita, ambayo ni fupi, ambayo siku 14 kama majuma mawili wangekuwa wameshafika kule Kanani. Nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku inaamua sasa kuelekea baharini. Nini? Mungu alikuwa anapeleka kwanza jangwani, wapite kule jangwani wafundishe. Maana kumbuka ya kuwa Mungu alifanyaje? Mungu akaambia Musa ya kuwa, ambia Farao aruhusu watu wangu waende waniabudu. Jambo la kwanza ilikuwa ni watu hao Musa awatoe Misri, awafikishe wapi? Awafikishe mlima Sinai. Na utaona kwenye sura ya 18 Musa anapowafikisha mlima Sinai, Musa anapanda mlimani, anakwenda kumwambia Bwana ya kuwa kazi uliyoniagiza nimeimaliza. Kazi ilikuwa ni kuwatoa Misri, kuwafikisha pale wapi? Pale katika mlima Sinai, alafu alitakiwa muabudu Mungu, wamtolee Bwana dhabihu. Na utaona pale ambapo Musa anasema kuwa sasa mmekuwa watu wa Mungu kweli kweli. Maana nini? Kumbuka agano waliyefanya na Mungu pale mlima Sinai ndio iliyowafanya wawe watu wa Mungu kweli kweli. Wokovu wako na wokovu huku, sheria ya pendaneni ikikufanya uwe mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Hiyo iko katika Yohana ile ngapi? Yohana ngapi? Si nilifundisha hapa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma kwa wakati wako 13:33 mpaka na 9. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, hebu tuende sasa. Tayari wameanza safari. Lakini watu wa Mungu nasema hivi, ukifuatilia kwa makini, safari ya wana wa Israeli inawakilisha safari yetu ya wokovu, ya kuelekea maeneo mawili: hatima yako ya duniani na hatima yako ya rohoni, ambayo ni uzima ule wa milele. Sasa uwe makini sana. Kila kitu unachojifunza kwenye Agano la Kale imefunuliwa kwenye Agano Jipya, lakini pia lazima ujue jinsi ya kuitoa na kuileta kwenye maisha yako. Mara nyingi watu wengi sana wanajua neno la Mungu, lakini jinsi ya kuitumia hilo neno anashindwa. Imeandikwa msamehe jirani yako mara 770. Ukimwambia umemsamehe nani? So unashangaa mchungaji anasema msamehe mara 770, lakini hajawahi kumsamehe hata sisimizi. Sisimizi yenyewe tu, lakini ala mwanadamu hajakupasua kichwa. So mara nyingi tunajua sana neno la Mungu. Wayahudi walikuwa wanaziendea kwenye paji za uso. Uso wamefunga wa baba, lakini wanawake ndio wanayeteswa. Mwanamume akikutwa kwenye uzinzi anapigwa kwa mawe, lakini mwanaume hakuna aliyekuwa anampiga kwa mawe. Uzinzi ilikuwa kwa mwanamke. Ndio maana Yesu akaigeuza, akawapeleka kwa baba. Kuna kisa ambacho Yesu
akapelekewa mwanamke aliyekutwa wapi? Kwenye uzinzi. Lakini je, alizini peke yake? Ndio maana nasema watu wa Mungu, neno la Mungu tujifunze kuweka katika maisha yetu. Hebu tuende kwenye sura ya 14 tuone wanafata nguzo la wingu mchana na nguzo ya moto usiku. Nguzo inaelekea wapi? Nguzo itaelekea baharini. Lakini kwanza Mungu anataka kumwambia Musa kuwa ninafanya mara ya mwisho moyo wa Farao iwe mgumu, ili mara ya mwisho nijitwaulie nini? Utukufu. Na Farao ataletea taarifa kwa Bwana, wale watu hawajatoka, wamekamatika jangwani pale, wanazunguka. Atasema basi tuwarudishe, maana tumefanya nini? Tumewaondoa kazi walizokuwa wanafanya, nani atakayefanya? Hebu twende kwa jina la Yesu. Nisomee sura ya 14 kwa kutua. Unasoma kwa kutua ili tupate kufika mahali. Tuone Mungu anatufikisha wapi leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi-Hahirothi kati ya Migdoli na bahari, kukabili bahari Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema katika habari za wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile, jangwa limezuia wasitoke. Umeona? Mungu anamwambia Musa kila kitu. Ndio maana nasema hivi, ukikaa vizuri na Mungu, Mungu atakuonyesha na kila kitu. Mungu atakushirikisha. Mungu anamwambia Musa kuwa nitafanya Farao ajue ya kuwa umetatanishwa hapa na jangwa, umeshindwa kutoka. Lakini ni mpango wa Mungu ili nini? Bado hajajitambulisha kwa Farao. Maana Farao katika sura ya 5 tuliona Farao akisema kuwa Bwana ni nani hata nikaruhusu watu wake waende wakamtumikie. Yawezekana wabaya wako wanasemaga Bwana ni nani, lakini wakati Bwana akumuonyesha Farao yeye ni nani mwanzo, maana angeweza kuwa watu wote akabaki Farao na akasema kabisa Bwana ni Bwana. Lakini Mungu alitaka kwanza kuwafundisha wale wana wa Israeli ili wapate kujua ukuu wake. Mungu anamshirikisha Musa. Mungu akushirikishe kila jambo inayotaka kutokea katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Mfalme wa Misri aliambiwa kuwa wale watu wamekwisha kimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu. Aliyegeuza ni nani? Aliyegeuza ni Bwana. Wakageuzwa mioyo ili sasa walikuwa wamesema watu hao waondoke, na tayari wakapewa kila walichokuwa nakitaka, na tayari wakafukuzwa, ondokeni msionekane tena. Lakini mioyo ya Farao na watumishi wake inageuzwa sasa, wanaanza kusema kwa tumefanya nini? Tumeruhusu waondoke. Farao atajichagulia magari 600. Kila gari ilikuwa na watu wawili, mwendesha gari pamoja na mpiganaji. Ina maana Farao alikuwa na mtu 1200 ambayo tayari ni wapiganaji, akijua kabisa kundi linakwenda kurudishwa. Lakini hiyo ilikuwa ni mtego wa Mungu. Umeona Mungu, wewe hujui Mungu anakwenda kwa tumbukiza maadui zako wapi. Je, wangeenda kule jangwani ingekuwaje? Lakini Mungu kwanza alitaka awaelekeze kule katika bahari, ili aenda watumbukize baharini, ili vizuri Farao amjue yeye ni nani. Ndio maana watu wa Mungu, usizuie ghadhabu ya Bwana. Tuliona kwenye zile nyaraka ya kuwa ipisheni ghadhabu. Usipoipisha ghadhabu ya Bwana itakuwa juu yako. Pisha ghadhabu ya Bwana. Lakini leo, kuanzia leo, tunataka tufate nguzo. Mchana ni nguzo ya wingu, usiku ni nguzo ya moto, na nguzo hiyo ni hii hapa. Unaiona nguzo? Hebu nione nguzo yako, inue juu.
Enye nguzo tuinue nguzo zetu juu. Hii ndio nguzo yako. Mchana ni nguzo ya wingu, usiku ni nguzo ya moto. Ina maana itakuongoza utende nini, uishi wapi, uelekee wapi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nao wakasema, ni nini jambo hili tulilotenda kwa kuacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Akaandalia gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye. Tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Wamisri na maakida juu ya magari hayo yote. Na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa jeuri. Umeona sasa, wana wa Israeli wenyewe walitoka kwa jeuri. Maana baada ya kilio kila kona, walikuwa wanatembea vifua mbele. Bwana, usifanye mchezo, leta hii, toa gauni hii. Unaambia chukua muondoke. Hatujui kama waume zetu ndio wanakufa ama sisi. Maana Wamisri wakasema tumekwisha. Wayahudi wakaipora ile nchi, wakatoka kwa jeuri. So umeona Farao anasema kwa walitoka kwa jeuri. Wakawaza, dhahabu zangu wamechukua, dhahabu za mke wangu wamezipora. Lakini kumbuka, maadui zako wanapokupigia mahesabu ya kukufikia na kukuangamiza, Mungu ameandaa sehemu yao. Wale wahitaji kupigana, watu wa Mungu. Imeandikwa Bwana atapigana vita nayo utanyamaza kimya. Lakini kitu ambacho imeshindikana kwa watu wengi, wanapigana vita wao. Lakini ukiona vita wanapopigana utachoka, utacheka. Hebu twende. Wamisri wakafuata nyuma yao farasi zote na magari yote ya Farao. Umeona hao farasi, kila farasi ilikuwa inavuta gari. Na kwenye gari palikuwa na mwendesha gari pamoja na akida. Ina maana Farao hakuchagua tu wapiganaji wa kawaida. Alichagua kama ni Marekani ni makomando. Halafu magari hayo kwa kipindi kile, magari yao ndio sasa hivi zile ndege za vita unavyoona kama Marekani inavyokuwa navyo, kama alivyozipeleka kule wapi kule. Kuna nchi ndogo hapo juu inasumbua Korea. Anazipeleka. So Farao akachukua zana zake za vita, akisema, akatoa kila kitu, akisema tunawarudisha, tuwaonyeshe somo. Pale ambapo wako tayari kukuonyesha somo, Mungu atawaonyesha somo. Pale ambapo wako tayari kukuonyesha maajabu, Mungu atawaonyesha maajabu. Bila shaka, kumbuka hiyo ni mpango wa Mungu. Lakini kwa sasa hivi ni nani anayeenda kwa mpango wa Mungu? Kumbe hata kupigana na adui zako, unatakiwa uende kwa mpango wa Mungu. Wewe ufanye Mungu anachokuambia. Mungu anakuambia nini? Wasamehe maadui zako, wapende wanayekuudhi. Ni nani anaweza kupenda anayekuudhi kama sio mwanaagizo kuu? Ni nani? Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, lazima umfate nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku. Ina maana Biblia iwe kwako kama nguzo. Na watu wa Mungu, tunaelewa Agano la Kale, tunaweza kuelewa kwa Agano la Kale ilikuwa ni taswira na picha ya tukio halisi kwenye Agano Jipya. Tunaona kabisa kuwa tunapoona kutoka kwa wana wa Israeli, hii ni misingi na taswira ya sisi kukombolewa na kutoka katika dhambi, sisi kutolewa katika mateso. Umeona sasa, kutoka dhambini sio jambo jepesi. Wengi wamenasa katika lile dimbwi la dhambi, wengi wamenasa katika mabaya. Lakini nasema hivi, kuwatoa huko sio jambo jepesi unavyoweza kufikiria. Ndio maana ni vizuri sana tukipanga hata kuomba kwa ajili ya watu ambao hawajaokoka. Ni vizuri kuomba kwa ajili ya watu wa maana. Watu ambao hawajaokoka hawajitambui, hawajui. Wao ndio wanajua kama wanajua. Umeona wana wa Israeli pamoja na kulia, lakini walikuwa tayari kutoka pale. Wewe wakati unalia kwa Bwana, mimi mateso, nyapara je acheki pale. Zile sufuria kubwa kubwa ile ya juu, wao ndio aliyekuwa na wai. So nasema hivyo, watu wa Mungu, Agano la Kale, picha na taswira, msingi wa Agano Jipya. Kuishi Agano Jipya, kufundisha
tuliyoagizwa na Bwana Yesu, kuishi maisha tuliyoagizwa na Bwana Yesu. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Na jeshi lake nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pi-Hahirothi kukabili Baal-Sefoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Umesikia sasa? Tayari Farao anawakaribia, wao wanatembea, Farao na magari yanakimbia. Wanapoinua macho yao wa Israeli, wanamuona Farao na jeshi lake wanakuja. Moja kwa moja stuma zinamwendea nani? Musa. Kwa ulitutoa tuje tufe huku, kwani makaburi hayakuwepo kule. Lakini wameona mkono wa Bwana. Watu wa Mungu, mshukuru Bwana kwenye kila jambo. Kichwa tu kinachokuuma imefanya usahau mguu ule ulikuwa Mungu aliyeiponya. Wao wanasahau mapigo yale, wao wanasahau mkono wa Mungu ulivyokuwa udari juu ya Farao. Moja kwa moja, hii ipo kila siku. Usilaumu. Imeandikwa usihukumu usije usilaumu usije ukalaumiwa, na usinyoshe kidole usije ukafanywaje. Lakini kinachofanyika, wale watu walikuwa ni wachanga bado, walikuwa hawajamjua Mungu. Zile zilikuwa ni njia ya Mungu kujidhihirisha kwao na kuwaonyesha ukuu wake. Ukuu wa Mungu huwezi kujua pasipo kusoma Biblia. Ukisoma Biblia utajua ukuu wa Mungu. Mara nyingi watu wengi wajui ukuu wa Mungu, wanajua ukuu wa mashetani. Maana mashetani wamefundishwa, wameona mashetani, lakini Mungu hawasome Biblia, watajuaje ukuu wa Mungu? Umejua kuna vitu ambavyo ukiongea, unapoongelea habari za bahari, unaongelea habari za bahari ya Hindi hapo. Mtu akwambia kuwa bahari ya Hindi igawanyike, watu wanatembea wanakwenda Zanzibar. Umejua unapoongea habari saa nyingine kuna vitu vingine ambao havitoshelezi kwenye akili ya mwanadamu. Ili uzisqueeze itoshe kwenye akili yako, walipita kwenye bahari. Unaona kama ni simple vile, lakini unatakiwa uende pale kando ya bahari, usimame uangalie bahari kwanza, uione bahari inavyokutazama. Alafu eti bahari iligawanyika, wakapita kwenye udongo mkavu. Kuna vitu ambayo unahitaji kuvitafakari, ukae vizuri, utulie ili upate kuvielewa. Unaposoma Biblia kwa ajili ya kusoma uweze kuelewa. Ukombozi wetu, hiyo ukombozi wa wana wa Israeli ni picha ya ukombozi wetu. Lakini sasa sisi ndio tupo katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana ukombozi wako mtu wa Mungu iko pale pale. Haijalishi umechelewa. Lakini Mungu ni Mungu hatua kwa hatua. Kwa nini hakuleta pigo la 10 moja kwa moja ili moja kwa moja Farao aruhusu wana wa Israeli waondoke? Kwa nini aanze na pigo la maji kugeuka na kuwa damu? Aende kwenye pigo la vyura, aende kwenye pigo la chawa, pigo la mainzi, pigo la tauni, pigo la majipu, mvua ya mawe, nzige, giza nene siku 3, eti ndiye aje amalizie na ya kwa nini akupiga tu Misri moja kwa moja na pigo la ile la 10 iwe ndio moja alafu watu watoke? Mungu ni Mungu wa hatua kwa hatua. Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Ndio maana Mungu alikuwa anafundisha wana wa Israeli. Ndio maana mapigo 3 aliwapiga na wao. Bila vyura vilikuwa mbaya Gosheni. Baada ya pigo 3, Mungu akajua wameshaonja, wanajua sasa, hakaelekeza kwa Misri. Nasema hivi, hata maisha ya mtu aliyeokoka, Mungu anakupeleka hatua kwa hatua. Kuna watu wengine akiokoka tu akifanikiwa, unamwona kanisani anasoma Biblia, na watu wengi walibarikiwa mapema wakaishia kuwa wawekezaji. Anahesabu fedha usiku kila siku. Ni vizuri kuhesabu fedha, lakini huo muda wa kuhesabu fedha, hesabu fedha zako haraka, usome na Biblia. Amina. Usihesabu fedha kabla hujasoma Biblia. Weka fedha chini, soma Biblia kwanza, halafu hesabu fedha baadaye. Fedha yenyewe kuhesabu mbona inachukua muda mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona wametutenda haya kututoa katika
katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Umeona ile andiko lipigia mstari, unasikia nikitumia sana andiko la Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Yapigie mstari, lakini kumbuka Mungu hajaongea na Musa hapo. Musa anaiona kwenye ulimwengu wa kiroho. Anawaambia nyamazeni kimya muone wokovu wa Bwana, maana hao wa Misri mnayowaona hamtawaona tena. Na maana hao mnayowaona hao watakufa. Na ni kweli, unapohitaji ukombozi wa Mungu unahitaji kunyamaza kimya. Unapopiga kelele na kurap, huwezi kuona wokovu wa Bwana. Ili uone wokovu wa Bwana unahitaji mambo yanapokuwa mabaya unahitaji kunyamaza. Mambo yanapokuwa mabaya unahitaji kunyamaza. Mimi mambo yanapokuwa mabaya huwa nanyamaza, halafu kinachoongelea kwenye kinywa changu ni asante Yesu tu. Asante Yesu tu. Asante. Hata kama mambo yakiwa mabaya namna gani, huwa nataja jina la Yesu, lakini nikimshukuru Bwana, maana nimeambiwa nimshukuru Bwana katika kila jambo. Hebu nenda naye shukurika Bwana katika kila jambo. Hata kama umekosa chakula vero. Hata kichwa kilichokuwa kinakuuma jana mpaka unalia, ulisema asante Bwana kichwa kinachoniuma. Michael, kwa sasa, kwa nyuma, kuna wakati mambo yanakuwa magumu sana mpaka unaona bahari ya Shamu ndio hii hapo. Lakini hata hapo bado Musa anasema ya kuwa nyamazeni kimya. Maana ukiongea utaongea kuwa je hapakuwa na makaburi kule Misri? Sio badala ya kuongea hebu nyamaze kimya, utakufuru. Utawaza na yale masufuria makubwa, utawaza na makitiki maji, makitungu saumu, si unajua tena. Lakini nyamaza kimya uone wokovu wa Bwana. Lakini unaponyamaza kimya unatafakari. Umejua kuna wakati mwingine wala hakuna jambo gumu, ni shetani tu anataka kujitukuza kwako. Yaani ukianza kuona ukuu wa Mungu na kumtukuza Mungu. Kwa nini tunaambia tumtukuze Bwana kwa kila jambo? Siku ambayo shetani anataka kukukabili alafu ukimtukuza Bwana, shetani anapotea hapo. Yaani anapotea. Hakuna kitu ambacho kinaharibu moyo wa shetani kama wewe kumtukuza Bwana. Si nataka utukufu hizo zimwendee yeye. Ndio maana nasema watu wa Mungu, kila mwenye pumzi nafanye nini? Haleluya. Bila shaka, hebu twende tuone ya kuwa wameambiwa nyamaze kimya. Kinachofuata ni nini? Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Misri kuwa migumu. Nao wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao. Umeona, mimi nampenda sana Mungu. Musa anapewa picha halisi. Naambia kwa unanililia mimi, usinililie. Wewe nilishakwambia fimbo hiyo ina utukufu wangu na kila kitu. Musa alikuwa juu kama fimbo imebeba kila kitu. Maji yalipopigwa tu ageuka na kuwa damu. Ilipopigwa vile vikutoka. Mavumbi ilipopigwa na fimbo hiyo chawa. So Mungu anamwambia unanilia nini? Una nini mkononi mwako? Nyosha mpite. Wewe unalia lakini una nini? Nyosha uende. Tamko uende. Musa aliangalia ukubwa wa bahari na jeshi kubwa inayowapata. Ndivyo unavyoangaliaka ukuu wa shetani na wakala wake ambao ni wachawi. Angalia, yani hebu jaribu kuona ukuu wa Mungu. Fimbo ilikuwa kuu kwenye mkono wake lakini hakujua.
Fimbo sasa hivi, fimbo yako unatembea nayo, hii ndio fimbo yako. Lakini sasa unaweza ukatembea na fimbo sijui maana yake. Unatembea na neno lakini hujui mneno. Hiyo ndio shida. Musa alikuwa na fimbo, lakini mpaka Mungu alivyomwambia kuwa usinililie nini unacho mkononi, fimbo, nyosha mpite. Hata wewe yawezekana una neno la Mungu lakini hujui tumieje. Mungu akusaidie, akuambie utumie fimbo yako namna gani, jinsi alivyomwambia Musa, kwa jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, Biblia ni kila kitu. Hakuna eneo hapa duniani ambayo haijadiliwa kwenye Biblia. Hakuna eneo kwenye maisha yako haijadiliwa kwenye Biblia. Siku moja njoo ukiwa na nafasi ili uniambie eneo hili kwenye maisha yangu, nitakwambia fungua sehemu fulani. Eneo hili fungua sehemu fulani. Eneo hili fungua sehemu fulani. Utasema kumbe Biblia ni yote katika. Basi Biblia ni Yesu. Maana Yesu ndio yote katika. Na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Na Wamisri utajua kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao ikasimama nyuma yao. Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli, na hapo alikuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na hao hawakuwakaribia hao usiku kucha. Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akaifanya bahari rudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, unaposikia habari za malaika wa Bwana, malaika wa Bwana ni nani? Umejua kuna vitu ambao lazima tujue maana yake tunapoenda kwenye Agano Jipya. Malaika wa Bwana tulimuona pale kwenye sura ya 3, Musa alipoona kijiti kinawaka moto lakini hakiteketei. Akamwambiaje? Inaanza kusema kuwa malaika wa Bwana akamtokea Musa. Lakini malaika wa Bwana aliongeaje? Alimwambia mimi. Ina maana aliongea kama Mungu. Akasema kwa nakutuma Misri. Akasema mimi niko ambaye niko. Nilikwambia niko ambaye niko. Kienda kwenye Yohana 8:58 mpaka na 9 utaona Yesu akitoa ufafanuzi ya kuwa yeye ni niko ambaye niko. Ina maana kumbe Kristo anasema mimi na Baba yangu tuna umoja. Ina maana aliyemuona Baba amemniona mimi, aliyeniona mimi amemuona Baba, aliyemuona malaika wa uso wa Bwana amemuona Mungu, aliyemuona malaika wa Mungu amemuona Mungu. Ndio malaika wa Mungu kwenye Agano la Kale aliongea kama Mungu. Akasema nitawatoa katika nchi ya Misri kwa mkono wangu wa hodari. Nitawapeleka mpaka wapi? Mpaka nchi niliyoapia baba zenyu itoao asali na maziwa. Lakini umeona sasa Yesu alikuwepo kwenye Agano la Kale, lakini alikuwepo kama malaika wa Bwana, maana alisema kama Bwana. Tukienda tutaona tulivyoenda kwenye sura ile ya 16 tuliona habari za Hajiri. Baada ya Hajiri kupata ujauzito na kuanza kuota mapembe kwa bibi yake Sara, bibi yake akamwambia Ibrahimu, akamtolea Ibrahimu uvivu ya kwa tangu nilivyokupa mjakazi wangu kifuani mwako, kwangu mimi ameniona kama mimi duni machoni pake. Ibrahimu akamwambia hapana, mjakazi wako mtendeo ninachotaka. Sara akawa mkali kwake Hajiri. Hajiri akakimbia akiwa jangwani, malaika wa nani? Wa Bwana anamtokea, ambayo ndiyo Kristo mwenyewe. Umejua kama kuna kitu ambacho imejificha ni hapo. Kwenye Agano Jipya anasema ukiniona umemwona Baba. Ukimwona Baba umeona mimi. Wapi? Yohana 14 mstari wa 7. Hebu somee 14 mstari wa 7 tuone. Wanafunzi wa Yesu wakimlalamikia kwa Bwana, imetosha tuonyeshe Baba. Filipo anamwambia hivyo, anasema kwa nimekuwa nanyi siku zote. Michael soma. Mstari wa 7 unasema hivi.
kama mngalinijua mimi. Anzia mstari wa 6. Mstari wa 6 unasema hivi. Sura ya 14. Aha. Neno anasema hivi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Umeona, yaani ukimjua Yesu tutabu umeshamjua Baba. Ukimjua tu malaika wa Bwana umeshamjua Bwana. Ukijua tu malaika yule tu maana anaongea kama Mungu. Ukimuona umeshamuona Mungu. So yule malaika ambayo ni wa uso, malaika wa Bwana ambayo alikuwa mbele yao katika nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku, huyo ndio Kristo aliyepo ndani yao kupitia Roho Mtakatifu. Maana akasema kuwa mimi na Baba yangu tutafanya makazi ndani yenu, lakini anakaa kule kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Mungu Baba akikaa katika kiti chake cha enzi kule, lakini Roho Mtakatifu akiwa anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Umejua, hata nikwambie, yapo mambo ambayo ukiyaelewa kwenye Agano la Kale bila shaka inakuwa vizuri mno. Umeona sasa, ili tujue malaika wa Bwana alikuwa nani, tukija kwenye Agano Jipya. Hebu malizia hapo ili ndio niende. Ulikuwa hujamalizia, maana Filipo hajamuuliza. Anamalizia kwa kusema hivi. Nami anasema hivi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalimjua mimi, mngalimjua na Baba. Anamalizia kwa kusema, tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Endelea. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje ukumuona Baba? Usadiki ya kwamba mimi na Baba, mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa, ukienda kwenye Agano Jipya, Agano la Kale, unaona tu ya kuwa huyu malaika wa Bwana, mbona anaongea kama Bwana? Kila aliyemtokea anamuaddress kama Bwana. Alipomtokea Joshua pale walipovuka mto Yordani, anamwambia kuwa vua viatu vyako, maana huko mahali patakatifu. So kinachofanyika, Yesu alikuwa kwenye Agano la Kale lakini kama malaika wa Bwana, na ndiyo maana amejieleza sasa kwenye Agano Jipya kuwa yule Agano la Kale aliyekuwa anaongea kama Mungu, sasa anajieleza kuwa ukimuona yeye umemuona Mungu, yeye na Mungu ni wa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Hebu pata picha kuwa maji yakatengeneza ukuta, maji yakatindika, ukuta na ukuta wanatembea katikati. Lakini kumbuka, yule malaika wa Bwana ambayo alijidhihirisha katika nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku, tayari ni usiku sasa, ni nguzo ya moto imekuwa nyuma pale. Wa Misri wanakimbia lakini hawawezi kuwafikia. Hebu ona jinsi ambao Bwana ulinda. Ukitaka kujua Mungu analinda, soma story ya Agano la Kale, taifa la Israeli. Jinsi ambayo kwenye Agano la Kale malaika wa Bwana alikaa pamoja na wana wa Israeli, ndivyo malaika wa Bwana sasa hivi anakaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Hayuko nje tena, anakaa ndani yetu. Ndio maana hii ni bora kuliko Agano la Kale ambayo alikuwa anakuwa mbele za watu wake. Sasa hivi wala sio nje, anakaa ndani yako. Lakini ni nani anayekufunulia haya kama sio Roho Mtakatifu, ili upate kuelewa? Ukielewa utakuwa jasiri namna gani. Watu wengi hawasio majasiri kwa sababu yapo mambo mengi ambao hawajapata kibali cha kufunuliwa na kuelewa. Ndio maana mimi ambao Mungu amenifunulia nimeelewa. Umeona mimi nakuwa jasiri. Hakuna kitakachoweza kunitikisa.
kwa sababu najua ukuu wa Mungu. Najua kabisa kama nguzo ya moto na ya wingu iliweza kwenda nyuma na kuzuia Farao na majeshi yake, je, hiyo nguzo inayekaa ndani yangu iweze kuzuia shetani na wakala wake ambao ni neno la Mungu? Nasema hivyo watu wa Mungu, jipe moyo mkuu, maana aliyopo ndani yako ni mkuu. Ndio maana imeandikwa aliyopo ndani yako ni mkuu kuliko aliyopo duniani. Ina maana sasa hivi malaika wa uso wa Bwana ama malaika wa Bwana hayupo nje tena, yeye ni aliyopo ndani yako. Sema aliyopo ndani yangu, aliyopo ndani yangu ni mkuu kuliko aliyopo duniani. Na wale Wamisri wakawafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Bwana anafanya nini? Anachungulia. Malaika wa uso wa Bwana anaongea kama Bwana, lakini sasa huyo Bwana ni wa herufi gani? Sijui kama unanipata sasa. Mimi na baba yangu tunafanana. Bwana anachungulia kwenye nguzo ile, anachungulia kupitia malaika wa uso wake. Ina maana anachungulia kupitia Kristo. Sasa hivi Bwana anachungulia wabaya wako kupitia ile nguzo ambayo ni Kristo. Kristo ni neno la Mungu. Sema Kristo neno la Mungu. Kristo ni neno la Mungu. Kupitia neno la Mungu Bwana anachungulia maadui zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nasema hivi, ni vitu ambavyo vimejificha kiasi kwamba kama si Bwana huwezi ukaelewa. Ndio maana nasema hivi, jipe moyo mkuu tunapokwenda, mara hii utaelewa kwa jina la Yesu. Bwana anawachungulia kwenye wingu ile la moto, anawaona ya kuwa wamekaribia, wanakazana kweli kweli, lakini tayari Farao kajanja kale kamebaki kule, kanaangalia wale waleteni. Kajanja, lakini Mungu alimruhusu yeye habaki ili amjue Bwana ni nani, maana alikuwa hamjui Bwana ni nani, hata ruhusu watu wake waende kumtumikia. Hebu twende. Akayaondoa magurudumu ya magari yao hata akaenda kwa uzito, na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Sema Bwana aliwapigania wana wa Israeli. Bwana aliwapigania wana wa Israeli mbele ya Wamisri. Bwana unipiganie mbele ya shetani na wakala wake. Watu wa Mungu, Bwana ndio Bwana wa vita. Bwana anapigana. Lakini nasema hivi, Bwana anapigana sasa hivi kwenye neno. Lakini kwenye neno kwa kutumia silaha zake. Silaha za Agano la Kale ni tofauti na silaha za Agano Jipya. Agano Jipya ni agano la ulimwengu wa kiroho. Agano la Kale lilikuwa ni agano la kimwili ama la ulimwengu wa udhihirisho. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Misri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake, Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakutia mbali hao Misri kati ya bahari. Bwana alipowachungulia akawachungulia kwenye wingu, akasema wameshazama wote ndani. Akaacha wakaenda mpaka wanakaribia kuvuka. Waisraeli walipovuka tu, Bwana akasema Musa, hebu nyosha fimbo tena. Aliponyosha fimbo, eti Bwana anasema nini? Anawakutia mbali kule, wakikimbia wanataka kutoka nje kule. Nasema hivyo watu wa Mungu, bila shaka Waisraeli walikuwa ng'ambo ya pili na Farao alikuwa ng'ambo ya pili. Nasema hivyo watu wa Mungu, jua kabisa kuwa lengo la Mungu ni kukuokoa wewe. Na kama kuna mtu ambaye atafanya kazi ya Mungu kwa wakati huu ni wewe. Kama kuna mtu Mungu anataka kumtumia ni wewe. Kama anataka kukutumia, haya yalikuwa hujayajua, angekutumiaje? Haya yalikuwa hujajua, ungepenyaje? Haya wana wa Israeli walikuwa hujajua, wangepenyaje? Nasema hivyo watu wa Mungu, hii ni neema kubwa sana kujua neno la Mungu. Hakuna kitu kinachofurahisha moyo wangu kama neno la Mungu. Mungu anayetufunulia. Neno la Mungu likiwa ndani yako, mimi nasema hivi, magonjwa mengi yaliyesumbua maisha yako, kwani yapo. Acha haya mambo sio mafua hayo, sio magonjwa bwana.
Magonjwa yale yalikuwa nakusumbua kweli kweli, wewe usiku ulikuwa ulali, mimi mwenyewe nilikuwa silali. Sasa unalala popopo kama mtoto mdogo. Hata hapo Israeli naseme sasa. Hebu angalia vitu ambao Mungu aliamua turudishe nyuma ili tupate kuyajua. Na hayo ndio misingi ambao tunapokwenda mara hii kwenye Agano Jipya lazima uelewe, kwa sababu misingi ya kule nyuma iko vizuri. Kwenye umeona sasa tumepata picha uvumbuzi ya kuwa malaika wa Bwana alikuwa nani kwenye Agano la Kale. Maana mimi kwa nashanga akiongea anaongea mimi hapa. Malaika wa Bwana akamtokea Ibrahimu. Anapoongea na Ibrahimu, kilio kimenifikia. Sio kilio kimefikia Baba Mungu. Kilio kimenifikia wewe, si malaika wa Bwana. Aliyeniona mimi amemuona Baba. Maana mimi na Baba tu moja. Kristo anafafanulia wanafunzi wake. Ina maana malaika wa Bwana alikuwa ni Kristo katika Agano la Kale. Ndio maana Yesu anaongea kama Mungu. Anasema mwana wa Adamu anayo mamlaka ya kusamehe hapa duniani. Malaika uso wa Bwana alikuwa anaanza kuhukumu kwenye Agano la Kale, akaangamiza. Kwenye Agano la Kale Mungu Baba na Mungu Mwana walifanya kazi kama Bwana na malaika wa uso Bwana. Hebu twende. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao laingia katika bahari nyuma yao, hakusalia hata mtu mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari, na hayo maji yalikuwa ni kuta upande wao kuume na upande wao kushoto. Ndivyo Bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mikononi mwa Wamisri. Waisraeli wakawaona Wamisri ufuoni mwa bahari wamekufa. Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri, ndipo hawa watu wakamcha Bwana, akamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Umeona sasa? Wanamcha Bwana, wanamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Lakini kesho, kwa taarifa yako, wataimba muda mfupi kwenye sura ya 10 na ngapi? 15. Alafu wanapoanza safari, hatua ya kwanza, wakienda siku 3, wanakuta maji ni machungu. Pale pale mtindo mmoja wanaanza kulalamika. Na hiyo ndio mambo aliyopata sasa hivi. Swala bila kukosa hela tu. Haiwezekani Bwana. Mungu Bwana, wewe usilikuwa mlalamikaji wewe. Wana wa Israeli walikuwa walalamikaji, ndio maana wakufikia hatima yao. Hata wewe kulalamika kwako inawezekana na kuzuia kufikia hatima ya maisha yako. Kuna watu ambao wanachelewa kufikia hatima yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutofanya nini? Kuwa walalamikaji. Kilichofanya wana wa Israeli waliotoka Misri wasiingie Kanaani, kasoro wale wadogo waliokuwa wadogo chini ya umri wa miaka 20, ni kwa sababu walilalamika wakisema kuwa wake zao na watoto wao watakufa kule jangwani, lakini wao ndio waliyekufa. Ina maana watoto wao bila shaka Bwana aliwapeleka. Usijicheleweshe kwa kulalamika, bali kwa kumsifu Bwana na kumfuata nguzo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani yuko tayari kufuata nguzo kama wana wa Israeli wa kimwili walivyofuata nguzo? Rudisha mkono wako chini. Hujanielewa labda. Nguzo hauonekani kwenye ulimwengu wa kawaida tena kama ilivyokuwa inaonekana kwenye ulimwengu wa kawaida katika Agano la Kale. Nguzo ni neno la Mungu. Neno la Mungu inatakiwa ikuongoze. Ipo neno la Mungu. Umejua acha nikwambie agizo kuu. Mungu anatujengea misingi ya Agano Jipya. Kwenye Agano la Kale utajua kabisa kwa ili nimjue kabisa Kristo. Hebu nirudi kwenye Agano la Kale nione Kristo alikuwa anafanyaje kazi pamoja na baba yake. Unarudi kule unaangalia Bwana anachungulia kupitia wingu. Malaika wa Bwana kupitia wingu akatoka mbele akaenda nyuma. Ina maana Bwana pamoja na Mungu Mwana walikuwa wanafanya kazi tangu Agano la Kale. Ndio maana pasipo neno pa kuumba kitu. Ndio maana katika uumbaji wote, katika Agano la Kale wote, katika Agano Jipya anasema yakiwa ukiniona umemuona Baba. Ongea yake kama Baba.
sema yake kama baba, muonekano wake kama baba. Ukiona kijiti kinawaka cha moto, Bwana ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla mimi sija mshukuru Mungu? Swali langu ni hapa na nini pale kwenye hii 14 mstari wa 8. Hapa naona huyu Farao toka tulikoanza kwenye mstari wa 8 anaongelewa Farao kwamba moyo wake utakuwa mgumu. Bado kwenye sura ya 14 anaonekana Farao kumbe na yeye alishatoka wakati kufuata wa Israeli, naye alikuwa miongoni. Hii sura mstari wa 8 unaongelea na atafanya moyo wake kuwa mgumu. Sasa huyu Farao kama mfalme, kumbe na yeye kwenye kufuata alikuwepo. Lakini nachungulia sioni mahali gani huyu Farao amepotelea kwenye kutumbukizwa kwenye maji ya kuwepo. Yeye alibaki, ukisoma vyanzo vingine vya habari, yeye alibaki kwenye gari lake na mwendesha gari yake akiwa amesimama ng'ambo. Ina maana Mungu alitaka kujitwalia utukufu mbele yake. Mungu alitaka kumuonyesha kuwa ile jibu lake aliyemuuliza Musa kwenye sura ya 5 ya kuwa Bwana ni nani mpaka nikaacha watu wake waende kumfanya nini? Kumtumikia. Sasa Bwana anamwambia Musa kwenye Mwanzo sura 14 ya kuwa naenda kufanya moyo wake uwe mgumu awafuatilie, lakini mimi nitafanya nini? Nitawatosa kwenye bahari na nitajitwaulia utukufu. Ndio maana wana wa Israeli sasa wanamtukuza Bwana pamoja na Musa. Hiyo ilikuwa ni miujiza mkubwa kupitiliza. Pata picha kwa umejua kuna wakati mwingine unapoongelea bahari unadhani ya kuwa kijito fulani. Nenda pale bahari ya Hindi uone. Nenda simame pembeni mwa bahari uone. Kama kuna sehemu ambayo huwa haikauki ni bahari. Kama kuna sehemu ambayo huwa ipungue, inapungua tu bahari ikienda kutembea. Lakini baada ya muda imesharudi, imejaa inakutazama. Nenda ukaitazame, utathmini. Unapoongea habari za bahari, acha, yani kuna wakati mwingine vitu vingine ukisema tu, lazima ukae utulie zitafakari. Ukitafakari ukaona, ndipo utakapojua kuwa Mungu. Kuna vitu vingine ambao watu wa Mungu kwa sasa hivi watu wengi walipokuwa haitoshi kwenye fahamu zao na akili zao. Hana muda wa kutafakari. Unapotaka kuelewa bahari, unatakiwa umeona bahari kwanza, uone bahari kwanza na jinsi inavyotisha. Ndio maana nasema hivi watu wa Mungu. Mungu yuko tayari kujitwalia utukufu mbele ya wale maadui zako. Lakini mimi nasema hivi. Mimi ni mtu mwenye furaha. Ninapokaa mbele hivi naona watu. Ninapokaa mbele hivi naona watu. Wewe inawezekana usijione wewe. Of course huwezi kujiona mwenyewe. Lakini mimi naye kaa hapa mbele, Bwana naye nitumia kwa kufundisha. Bila shaka na kuona ukuaga hivyo. Hata mimi mwenyewe sikuaga hivi. Wote tukuaga hivi. Usiwe kama wa Misri bwana wa ulimwengu wa kawaida. Wameshakumbuka na makaburi kule. Maana malikosekana makaburi kule. Bwana si mmemwona mkono wake. Umejua watu wanadamu wana kasoro moja. Kasoro ya wanadamu ni kuyatambua mabaya kuliko kutambua mazuri. Ndio maana hukumu ya Mungu ni inatenda haki. Mungu utazama jambo moja tu jema. Katika mambo 10 mabaya aliyotenda, anatafuta jambo moja jema aliyotenda. Lakini mwanadamu, hebu ona katika mapigo yote 10 na miujiza mingapi? Miujiza moja pale, bado wanalalamika. Nasema hivi watu wa Mungu, usiwe kama wana wa Israeli wa kimwili. Lakini nasema hivi, hatua huwezi kusema ya kuwa naenda kwenye hatua ya 10 kama uko kwenye hatua ya kwanza. When you are at the first step, you have to be prepared to move to the second step. If you want to reach step 10, you can't think of step 10 while you are still in step 2. While in step 2, you should be thinking of steps 3.
Nasema kuwa unapotaka kwenda kwenye hatua ya 10, huko kwenye hatua ya kwanza unahitaji kuongelea hatua ya 10. Hii ndio shida iliyopo. Biblia imesema usinuie makuu. Don't think big. Umejua kuna mafundisho mengine ambao sawa ni ya kishetani. Biblia kwa nini imesema kwa usinuie makuu? Maana ukinuia makuu utajikweza. Na ajikwezae atashushwa. Hebu nikupe picha ajikwezae. Watu wa Mungu, kama umeshakwenda kule juu, huko juu hakuna nafasi nyingine ya kwenda juu. Nafasi iliyopo ni kushuka chini. Lakini ukiwa chini, Mungu anataka uwe chini ili nafasi iwepo juu ya kwenda juu. Ndio maana nasema hivi, usiwaze makuu sana. Hakuna jinsi utakavyojua Biblia pasipo kujua kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Hesabu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Huwezi kunidanganya kuwa unajua kitabu cha Samueli wa kwanza sura zake zote na ya pili. Huwezi kunidanganya utajua kitabu cha Isaya pasipo kujua Torati, ambao ni vitabu 5 vya kwanza. Na hii ni msingi wa Biblia. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, kila tukio kwenye Agano la Kale inayo uhalisia wake kwenye Agano Jipya. Ni taswira tu. Lakini je, watu waishi taswira? Watu waishi Agano la Kale? Swala la usimwache mwanamke mchawi kuishi, wameshikilia makanisa yote. Every church is against the witches. A witch, a wizard. But how do they pray for them? Do they pray so that they can be saved? Or they are praying to kill them? Do you know the percentage of wizards and witches? The percentage is too big. If you are killing them, they are more than those who are clean. So whom are you preaching the gospel to? Unapoua hawa wachawi, ile andiko ambayo ilisemekana kwa usimwache mwanamke mchawi kuishi, iko wapi? Ilikuwa kwa watu gani, kwa wakati gani? Aliandika ni nani? Kwa watu gani? Je, hebu tufunulie kwenye Agano Jipya andiko ambayo inaendana na hilo, halafu ilete katika sasa. Hiyo ndio Injili. Pahali ambapo mwanamke mchawi alikuwa haruhusiwi kufa, Yesu anasema kuwa mwana wa Adamu aliyekuwa anawaua kipindi kile alikuwa ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Katika malaika wa Bwana alikuwa angamizi. Lakini amekuja sasa, amesema sasa sijaja kuangamiza ili nipate njia. Sasa nimekuja kuokoa. Ndio maana anasema wanadamu ajaja sasa kuharibu. Amekuja kuokoa. Ndio maana anasema kuwa umpende yule adui wako. Mchawi ndiye adui wako, na umuombee mema. Anayekuudhi, mchawi anakuudhi. Ndio maana nasema hivi, Injili achana na Injili bwana. Injili na habari zingine kabisa. Ndio maana napiga watu wengi sana chenga. Angalia wachungaji wote walioanza vizuri, walivyoshindikana kurudi katika msingi na kujua Injili, kukaa kwenye Injili. Ndio maana nguvu imeisha kwao. Wanafanya uharibifu kuliko kujenga. Hata kama wewe unaongoza watu wako, hebu sasa tunataka kuwaua wachawi. Hao wachawi mmeshawaua wengi, lakini mnajaza wapi? Mnajaza mbinguni, mnajaza motoni. So siku shetani atakaposimama kusema kuwa nyinyi watumishi wake, wote wanaoomba maombi ya kufunga, kieka na kuua, wanamtumikia shetani. Maana wanajenga ufalme wa shetani. Ni kitu ambacho kimejificha sana. Mimi nasema hivi, namshukuru Mungu, najua nimetambua kwa nini Yesu alisema kuwa wakati wa mwisho wengi watamwendea kwa Bwana, Bwana. Atawaambia mimi siwajui, msiniite Bwana. Atawaambia ondokeni kwangu. Mwingine anasema Bwana, nilitoa mapepo kwa jina lako. Atasema acha Bwana.
Ulitoa mapepo lakini uliwaua. Uliua watu waliotakiwa uhubiriwe injili. Mwenyewe anasema Bwana nilitoa unabii, sasa hivi imejaa unabii kila kona. Twende unabii, njoo nikutabirie. Anakutabiria lakini Yesu anamsubiria, atamwambia ondoka. Sikujui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kuna sehemu, acha nikwambie. Mungu nisaidie. Nasema ukida kwenye imani zote, mimi naongea ukweli. Imani ya Waislamu wameaminisha watu ya kuwa uhasama ukiwa watu wanaenda mbinguni. Na kwa Wakristo nao wanapochinja chinja, je, hawaui? Wamejazwa watu mashetani gani? Mashetani ya uhasama. Ukimwona mlokole ni mbabe mbabe. Nataka tembee kama nataka, utadhani ya kuwa yeye ni amenenepa sana. Nini? Those are spirits ambao watu wanaingiziwa. Mtu aliyekuwa mpole anavyoingia kwenye wokovu, anapofundishwa mambo ya uhasama, alikuwa anajua kama ndugu zake wachawi, lakini mbona alikuwa anaishi nao vizuri siku zote? Leo hii baada ya kuokoka anawasalimia. Ndio maana nasema hivi, saa ya kupindua dunia na kuirudisha kwa Yesu imefika. Mimi nasema siku moja nitaomba. Lakini pata picha. Mwana sasa hivi waliyekuwa na Mungu kweli kweli zamani, ambao walikuwa nainuka, wamepotea. Nguvu yenyewe hamna. Lazima upeleke watu kwenye injili. Ndio maana nakwambia hivi, hii ni saa yetu. Na saa ya watakao hubiri injili. Ukihubiri Agano la Kale utapeleka watu wapi? Motoni. Injili lazima ibebe utakatifu. Wachungaji atufundishi zaidi kuhusu utakatifu. Maana ukifundisha utakatifu, yule anayetoa fungu la 10 zaidi, si ndiye anayezini na mabinti na wake za watu kanisani? Mimi nasema hivi, watu wa Mungu, utakatifu kwanza katika injili. Ndio maana Kristo hakutenda dhambi. Na kama nakaa ndani yako, hiyo hasira ya nini? Hizo chokochoko za nini? Kama kuna watu wanaoongoza kwa kutosalimia watu, kutowatakia hali, ni walokole. Wewe kabla hujaokoka ulokole, wale walikuwa na kusalimia, wewe ni wao kama wao. Mimi wewe kusalimia mtu ambaye ameokoka lakini hakunijibu, unasalimia shikamoo. Hata kafundishwa kunena kwa lugha, ananena kwa lugha masaa yote, lakini hasalimii mtu. Shikamoo. Anakaribia kukupiga kichwa. Watu wa Mungu, nasema hivi, kama huwezi kubadilika na wewe umedanganyika. Mimi nasema hivi, watu wa Mungu, it is time for change. It is the time for the good news of kingdom of God, the gospel. Nasema watu wa Mungu, injili iliyoletwa kwenye karne ya kwanza imepindishwa. Ndio maana nasema hivi, makanisa lazima yahubiri injili. Usipohubiri injili utapotea. Miaka ijayo hutakuwepo. Tutakapohubiri watajua nimeandikwa. Haijaandikwa. Ndio maana unaona mtu ukitaka kumtawala mtu usimfundishe injili. Mfundishe Agano la Kale. Maana Agano la Kale Yoshua hawezi kuinuka mpaka Musa afe. Hasa Yoshua na Musa kama wakiwa umri moja. Sio tulio mpaka kwa Bwana nyinyi mtakuwa viongozi mtakapokuwa. Tumesoma bado hao ndio viongozi. Miaka yote. Mtakuwa viongozi. Wale vijijini kwenu wewe uliambiwa watakuwa viongozi. Mpaka sasa wako kwenye uongozi. So kinachofanyika, hakuna naye hapa watu nafasi ya kuhubiri injili. Maana injili, Agano Jipya inataka watu wote wahubiri injili. Mimi ni mdogo kwenyu. Agano Jipya hairuhusu mchungaji awe kubwa kuliko wengine. Anayekaa chakulani na naye anayehudumu ni mdogo. Ina maana sasa hivi umekaa chakulani, mimi ndio mdogo mbele zako. Mimi naye tumeka ndio mdogo. Lakini mchungaji atakosa kuinua bega juu. Ndio maana nasema hivi, ukifundisha mtu injili, hawezi kukuita baba.
Msimuite mtu yote baba, maana mnaye baba mmoja. Ukimfundisha mtu injili hata utoaji, ukisema kwa toa sana ubarikiwa, atakuangalia atasema acha zako. Kwani yule mwanamke mjane yule alitoa zaidi. Ndio maana nasema hivi, ni wakati wa kufundisha ukweli. Mimi nitafundisha ukweli. Wewe je? Wewe je? Wewe je? Mimi nitanyosha. Nikimaliza safari yangu nitakwenda kutoa hesabu yangu mbinguni. Na ndio inakamata moto hii. Ndio inakwenda hii. Ndio inaruka hii. Ndio inashika kasi hii. Kwa na duniani kote ifiki. Siku chache nafundisha Kiingereza na Kiswahili. Siku chache nafundisha Kiswahili na Kiingereza. Itafikia dunia tu. Utajipima, utaona kilo zako zimezidi kushuka. Na utatafuta injili. Nasema hivyo watu wa Mungu. Ni furaha kubwa sana kujua ya kuwa Agano la Kale ilikuwa ni Agano Jipya imefunikwa. Umewahi kuisikia wapi hiyo wewe? Umewahi kuisikia wapi hiyo wewe? Umewahi kuisikia kwenye chombo cha habari ipi hiyo? Umewahi kusikiaje kwa Agano Jipya ni Agano la Kale imetimilika? Agano Jipya ni Agano la Kale imeelezwa kwa kina. Agano Jipya ni Agano la Kale imefunuliwa. Agano Jipya ni machungwa ambayo yamefikia wakati wake wa kuchumwa, takuliwa. Nasema hivyo watu wa Mungu. Hii ndio injili. Na kwa sababu tunaishi kwenye nyakati za mwisho, Mungu alisema ataongeza maarifa haya. Ndio maana naye anazidi kufunguka. Na Mungu aliyeturudisha nyuma. Mimi nimepata vitu vingi sana tulivyorudi nyuma. Leo muone anasema kuwa Yesu alikuwepo kwenye Agano la Kale lakini kama malaika wa Bwana. Ndio maana alikuwa anaongea kama Mungu. Bwana yuko pale mwenye herufi kubwa zote, lakini na malaika wa Bwana yuko pale akiongea kama Bwana. Nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Lakini kwa ushirikiano tunaona kwenye bahari ya Shamu, Bwana anawachungulia wana wa Israeli, wana wa Misri kupitia nguzo la moto. Je, Bwana sio moto ulao? Kristo alisema kwa mimi na Baba yangu tu moja. Aliyemuona mimi amemuona. Tumepata kitu kwa kumbe alikuwepo tangu. Ndio maana kumbe Yesu ni yote katika yote. Hii ni mwanzo na mwisho. Hata kwenye Agano la Kale alikuwepo, hata kwenye Agano Jipya yupo, hata katika baadaye yeye atakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali kabla sijaomba? I want to pray. I want to pray. Je, nione mtu anasema mchungaji, haleluya, nimepata kitu siku ya leo, nimepata kitu. Hebu nisikie makofi kwa ajili ya Bwana. Sasa unaona pigo la kwanza ni maji kuwa damu kwa Farao. Na la mwisho watu wanazikwa wazima baada ya Shamu. Kuna maana yote hapo Mungu alikuwa anaonyesha au ilitokea tu? Bila shaka watu hao hawakuzikwa. Miili yao maji yale yalikuja na yalitoka nje kabisa. Amina, mtu wa Mungu. Walionekana. Utaona katika wimbo ule wa sura ya 15, wimbo ambao tutaona kesho, ambaye ataongoza yule nabii mwanamke Miriam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka ya kuwa watu wa Mungu, mtu akinywa maji sana huwa nazama, alafu hatimaye hakifa anakuwa juu. Amina. Ndio maana mtu akishazama chini kule, akishakufa, lazima bahari ama makusanyiko ya maji ya mteme nje, awepo juu. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye neno? Mchungaji, siku ile tunahubiri injili kusoma tuko tofauti kabisa na wengine. Nilikuwa nasikiza redio, namsikiza mmoja kati ya manabii anajiita nabii. Usitaje jina la nabii wewe. Sitaje jina la nabii. Nabii amefundisha akasema kama kuna mtu ana neno apige simu. Huko nimekazama ndani. Akapiga simu mama moja, analia, anasema anaumwa sana. Anaomba nabii, naomba uniombee. Yule nabii
hakumwombea wala kumwonea huruma yule mama. Akamwambia anakazana kuelekeza kanisani, anamwambia aende kanisani. Mchungaji, kweli namna hii ndivyo inafaa? Mbona watu wanakupigia simu unaambia kwenye simu mchungaji utaona kwa mbali? Lakini nabii anamwambia bwana njoo kanisani. Na kama kuna mwingine mtu anaumwa huko sehemu yoyote, panda gari njoo kanisani, ndio maombi hapo kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alifanyaje? Yesu anaambiwa na Jairo ya kuwa binti wake ni mgonjwa. Hatimaye bado Yesu amesimama, taarifa zinakuja kuwa Jairo asimsumbue mwalimu maana binti yake tayari. Yesu akasema uwe na imani, twende. Je, maeneo mengi Yesu alikwenda. Kwa nini mimi napenda kwenda? Watu wa Mungu, kuna mtu mwingine ambaye hawezi akafika. Unapomwombea kwenye simu, mtu huyo lazima pone, kwa sababu imani ameonyesha kubwa sana. Ni heri mtu anayesadiki pasipo kuona. Mwingine hata haja kuona lakini amesikia sauti yako, anaamini ukimwombea. Ndio maana mimi piga simu muda wote, hata kama ni usiku nitakuombea na bure. Na hata kama mtu hawezi kutembea, watu wa Mungu, ukiniambia mimi nitaendesha gari nitaenda, maana Yesu alikuwa hana gari, anatembea tu. Yesu alikuwa anatembea kwa mguu. Wanatoka Kaisaria wanakwenda Yerusalemu kwa mguu. Wewe leo hii kuna daladala kila kona. Leo hii wewe una baiskeli, una mpaka na bodaboda. Unashindwa kwenda kumwombea mgonjwa. Upendo haipo hapo. Mtu anakuambia uende kanisani kwa sababu gani? Si kanisa lijae. Anakutoa mwishoni na upepo. Ukifika anakutoa na upepo. Bila shaka unatakiwa ufike. Mimi nasema hivyo kwa Mungu. Siku zijazo, kama mtu atafundisha ukweli, hawezi akaona mtu, kwa sababu Mungu anafungua. Umejua sasa hivi hata wale watu ambao hawajaokoka wanajua neno la Mungu kuliko unapoweza kufikiria. Kwani waongei kwenye huko nje? Hata watu waliookoka, uwezo ambao Mungu anainua, ndio nyakati za mwisho. Ndio maana maarifa yatafanya nini? Maarifa ya mabaya yanapoongezeka, maarifa ya ulimwengu wa kiroho inaongezeka. Ndio maana wewe hauko kama zamani. Mshirika wa mwaka wa 2008 na mshirika wa sasa hivi ni watu wawili tofauti. Sasa shida, mshirika wa agizo kuu ndiye ameharibika kabisa. Maana najua Biblia kuanzia mwanzo mpaka jidai mbele yake uone. Mtapelekeshana mabaya mno. Bwana agizo kuu ukimletea vya kuleta, atakuuliza. Maana Yesu si aliruhusu maswali? Yesu si aliuliza maswali? Maana nasema hivi, tumerudi kwenye karne ya kwanza, kwenye misingi ya injili halisi. Ndio maana watu wa Mungu, mimi nasema hivi, hata kama usipoombewa ukayachiwa haya, bila shaka unapona. Na kuna vifungo ambao neno ndio inayefungua. Kuna vifungo vingi ndani ya watu ambao neno inavilainisha, neno linavifungua, neno linavifungua hatimaye. Ndio maana kuna watu wengi sana wako makanisani wamefungwa. Mtu ni mchungaji kanisani, anakoromaje? Anakwepa mawe. Unashangaa mchungaji msaidizi hajafunguliwa. Mchungaji msaidizi hajafunguliwa na vifungo. Semase ndiye na vifungo vya kukata na shoka. Mimi hata angejua neno la Mungu la kweli ningemfungua. Saa inakuja ambayo wote watatafuta neno la Mungu la kweli. Kuna maandiko kwenye Agano la Kale yanasema kuwa Bwana atainua mchungaji atakayewachunga kondoo zake, na atawatoa mikononi mwa wale wanaye wala kondoo zake. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, hebu tuangalie utu kwanza wa mwanadamu. Kabla hujawaza chochote utakaopata kwa huyo mtu, waza kwanza utu. Unapofanya biashara, fanya kitu kilicho bora. Usiwaze fedha. Ukifanya kitu kizuri, bila shaka fedha itakuja. Kuna mwalimu mmoja aliwahi kunifundisha kitu kimoja ambao siwezi kusahau. Ya kuwa kwenye popote pale utakapokuwa umeweka mahali fanya kazi, usilalamike.
Fanya kazi hiyo kwa ubora wako. Unawezekana wewe mshahara wako ni 200,000, lakini wengine ni milioni 5, milioni 10, lakini unawezekana ukafanya kazi kushinda hao, na siku moja hao wote wakatoka, wewe ndio kainua ukawa kichwa hapo. Ndio maana mimi ninachofanya kwenye mwili wangu na maisha yangu naifanya kwa ubora wangu. Nimejifunza hata wakati bado nafanya kazi zangu, nilikuwa nafanya kazi kwa ubora wake. Siwazi fedha, na waza kazi inayofanya. Ukiweka biashara yako vizuri, ukajali watu, ukasema kabisa, nikiona mtu ama mwanadamu nimemuona mfano wa Mungu, nani atakayekosa kukupa fedha, watu wa Mungu? Lakini sasa hivi dunia yani watu wameweka fedha mbele. Watu wa Mungu, ndio fedha ni jawabu ya nini? Jawabu ya ni kila kitu, lakini je, apendaye fedha ushiba fedha? Pamoja ni jawabu ya kila kitu, lakini utakiwa ipende fedha. Umpende Bwana. Penda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Halafu mpende mchawi kama unavyopenda nafsi yako. Mchawi sio jirani yako. Wanakasirika sana watu wakisikia nikifundisha haya. Wanasema, bwana unaharibu washirika. Lazima tuwe na moyo wa upendo. Ghadhabu yako na hasira yako na iwe na huruma. Yakobo akasema hivi, Simeoni na Lawi, hasira yao haikuwa na huruma, ndio maana hakuungana na hasira yao. Je, hawakupokea mabaya? Nani mwingine mwenye swali? Basi wacha niombe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mtakatifu Bwana, wewe ni mwema na wewe ni mtakatifu. Jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Baba, katika jina lako kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndiye Bwana. Baba, leo tena kwa neema yako Baba umetupitisha kwenye sura ya 14. Baba mweza wa yote, tumeona jinsi ambayo ukafanya moyo wa Farao kuwa mgumu, naye akaamua kubadilisha mawazo yake na kuwafuata wana wa Israeli. Baba, wana wa Israeli walipoona Farao na majeshi yake wakija, nao wakaanza kuingiwa na hofu na kumwambia Musa ya kuwa hapakuwa na makaburi kule Misri. Mbona umetutenda haya? Umetuleta ili tufie huku jangwani. Lakini Musa Baba wa rehema akisema ya kuwa nyamazeni kimya, muone wokovu wa Bwana, maana wa Misri mnayewaona hamtawaona tena. Baba mweza wa yote, naye Musa akaendelea kukulilia wewe, nawe ukamwambia Musa, mbona unanililia? Ukamwambia, una nini mkononi mwako? Naye akasema, ninayo fimbo. Naye Bwana ukamwambia, nyosha fimbo mpige. Akanyosha fimbo na maji yakarudi kwa upepo, na Baba wa rehema wakipita katika udongo mkavu. Nao Baba wa rehema Kristo katika Agano la Kale aliyedhihirika Baba katika nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku, na Baba akiwa na jina ya malaika wako Bwana, nguzo ikitoka mbele na kwenda nyuma na kuzuia Misri kuwafikia. Baba, usiku kucha wa Misri Baba wakifanya jitihada ya kuwafikia wana wa Israeli, lakini Baba panapokucha Waisraeli walipomaliza Baba kuvuka, nawe ukawachungulia Baba wa Misri kupitia nguzo la wingu na la moto, na Baba wa rehema ukazidi Baba kuyang'oa magurudumu, wakaenda kwa shida na tabu. Nao wakasemezana ya kuwa Mungu wa Waebrania anawapigania, Mungu wa watu waliookoka, Mungu wa wana wa Injili, Mungu wa Baba wa rehema wana wa gizo kuu,
wapiganie kama ulivyowapigania Baba wana wa Israeli, Baba wa rehema. Nao ulipoona wote Baba wa rehema wamevuka wa Israeli, ukaambia Musa anyoshe fimbo, maji yakarudi Baba, nao ikabeba mpanda farasi na magari. Na Baba, swali alilouliza Farao kwenye sura ya 5 ya kuwa Bwana ni nani hata niruhusu watu wake waende wakamtumikia, ikawa umeijibu Baba wa rehema kwa kujitwaulia utukufu. Ni wakati wa kujitwaulia utukufu Baba wa rehema. Hii ndio miujiza Baba wa rehema iliyefunga kazi katika maisha ya wana wa Israeli. Baba, ifunge kazi katika maisha ya mtu huyu Baba. Mtazame na familia yake, mtazame na uzao wake, mtazame na kazi ya mikono yake, mtazame na biashara yake, mtazame Baba na njia zake zote. Baba, ulimuumba kwa mapenzi yako na sura yako, na ukamchagua hata kabla misingi ya dunia haijawekwa. Baba, kama ni uonevu ameonewa sana, kama ni uonevu wa magonjwa, kujikuna Baba wa rehema, Baba wa rehema, mateso usiku, Baba wa rehema, mateso kwenye huduma, Baba wa rehema, mateso kwenye Baba wa rehema nyota yake, mateso kwenye mwili wake, mateso kwenye usingizi wake, mateso kwenye maisha yake. Hata kama chakula ni kizuri namna gani, Baba hapati kula na kushiba. Baba, leo ni siku Baba wa rehema ya wewe kuchungulia katika nguzo la wingu na moto. Nasi nguzo la wingu na moto ni Baba wa rehema, Biblia, neno lako takatifu. Chungulia kwenye neno lako Baba wa rehema katika maisha yake. Chungulia Baba wa rehema kwenye muonekano wake. Baba anakupenda, naye anajitia nguvu kila siku Baba kuacha kila kitu na kuja nyumbani mwako ili apate Baba kuona uso wako, jinsi ulivyotembea Baba na wana wa Israeli kwenye ulimwengu wa kawaida. Baba, tembea na wana wa Israeli katika ulimwengu wa kiroho kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jidhihirishe leo Baba wa rehema katika Baba wa rehema nafsi ya mtu huyu, katika roho yake, katika mwili wake, katika uzao wake, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yanda baraba shando kotona kama ito kotona kama iya baraba shando kotona kama indo kotone kemona mashato koto ito kotone kemona ma yando na mana mashande kemona ma peria tokotone kemona ma yatokotone kemo itoro kotone kemonama itoro kotone kemonama ibarabashande kemonama beria tokotona kamanama itokotone kemonama iyabarabashande kemonama beria tokotona kama indi kemonama na manama. Ukuu wa Bwana leo ionekane kwenye Baba eneo lote katika maisha yake, maeneo yote Baba wa rehema. Inda kama na mashando koto ita kama na manama. Maana Farao amebadilisha mawazo Baba, amekuwa akifuatilia maisha yake, amekuwa akifuatilia tima yake, amekuwa akifuatilia njia zake zote Baba wa rehema, naye ameingiwa na hofu. Tazama Baba wa rehema maisha yake, tazama Baba hatua zake, tazama njia zake zote, jinsi ulipotazama njia wana wa Israeli. Hawa ndio Baba wazaliwa wako wa kwanza uliowateua Baba wa rehema, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba wa rehema, eneo ambao shetani ameng'ang'ania Baba wa rehema, yawezekana ni eneo la fedha, yawezekana eneo la Baba fedha, eneo Baba wa rehema ya fedha. Mtu huyu anatafuta fedha asipate fedha, mtu huyu anapata fedha wala fedha isidumu kwake. Mtu huyu Baba anakupenda Baba, lakini atatoa ushuhuda gani Baba wa rehema, jinsi wana wa Israeli wakakutukuza wewe na kumtukuza Musa? Baba, wakutukuze wewe na neno lako Baba, wakutukuze wewe na utukufu wako Baba wa rehema. Kwa mamlaka uliyenipa Baba, ninaagiza magonjwa yote Baba yaliyejenga makazi ndani ya maisha ya watu wako, ndani ya miili ya watu wako, yaanze kudhihirika na kutoka, yaanze kudhihirika na kutoka. Kila kifungo Baba wa rehema kilichong'ang'ania nafsi, roho na mwili wa mtu huyu Baba wa rehema, ikidhihirika na kutoka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, vifungo vilivyokaa Baba kwenye ndoto
kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ndoto za kulishwa chakula, ndoto baba za kunyongwa, ndoto za kuingiliwa kimwili, ndoto za kuibiwa, ndoto baba ya kufunikwa, ndoto baba wa rehema kuingiziwa magonjwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaagiza vifuniko vyote vianze kufunduliwa kwa neno la Mungu. Ninaagiza vifungo vyote vianze kukatika kwa jina la Yesu. Baba, wote waliochukuliwa vitu vyao, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaagiza maadui zao wote sasa, ninawafanya wawe baba wa rehema. Ni Farao na jeshi lake, kwa damu ya Yesu. Lile tukio baba ninaileta katika ulimwengu wa kawaida sasa na ulimwengu wa kiroho sasa. Farao akiwa ni shetani na baba wa rehema majeshi yake wakiwa ni wale wale wanyapara, wale wale wa maisha mtui, wale wale baba waliyetesa maisha yake, wale wale waliyemng'ang'aniza baba wa rehema. Baba, jitwalie utukufu baba wa rehema, maana mkono wako baba wa rehema hodari uliowaokoa wana wa baba wa rehema Israeli. Iokoe wana hao wa Israeli baba wa rehema, iwaokoe na mabaya yote baba. Tazama baba, machozi haya yanayetoka kwenye baba macho ya huyo mama, kwenye macho ya huyo dada, kwenye macho ya huyo mtu baba, haya machozi baba yana maana yake. Hayo machozi baba wa rehema yanawakilisha vifungo baba ambaye amekuwa akitesa maisha yake baba. Wakati wake wa kuolewa baba umefika baba wa rehema, wakati wake wa kwenda kufanya kazi umefika baba, wakati wake wa kujiendeleza umefika baba, wakati wake baba wa rehema wa kuinuka baba na kwenda kwenye utawala wake imefika baba, wakati wake wa kwenda kwenye baba ngazi yake baba imefika baba, wakati wake baba wa kuinuka juu na kwenda baba kufanya kazi yako imefika baba wa rehema. Iyaba kama na mashatokoto inda kama na mashataraba itokoto na kama baba wa rehema, bahari ya Shamu baba wa rehema ninawapitisha baba wa rehema, maana nilipopitisha wana wa Israeli baba chini ya mwongozo wa Musa, uliwabatiza baba katika bahari ya Shamu baba wa rehema. Kwa damu yako nawapitisha baba kama bahari ya Shamu. Damu yako iwe ni bahari ya Shamu, damu yako iwe ni bahari ya Shamu. Damu yako ni damu ya mjumbe wa agano jipya, damu iliye safi kuliko damu ya Abeli, damu inenayo mema baba wa rehema. Ianze kunena mema kwenye muonekano wake, inene mema kwenye ngozi yake, inene mema kwenye familia yake, inene mema kwenye chini ya dari yake, inene mema kwenye mume wake, inene mema baba kwenye watoto wazuri uliyempa, inene mema kwenye yule mtoto aliyeshikiliwa, inene mema baba kwenye wale watoto waliyeng'ang'anizwa na shetani, maana shetani anang'ang'ania vitu vizuri baba wa rehema. Bahari ya Shamu baba wa rehema leo ni mahali ya ubatizo uliowabatiza wana wa Israeli, na baba damu ya Yesu iwe ni bahari ya Shamu. Napitisha damu ya Yesu baba kwenye nafsi, roho na mwili. Napitisha damu ya Yesu kwenye damu zote zilizomwagwa na kunenewa mabaya, damu inenena magonjwa kinyume na huyu, damu inenena kukataliwa, damu inenena kutofanya huduma, damu inenena kutoimba, damu inenena kutoimba, damu inenena kutoimba. Damu hiyo inene mema, uimbe sasa dada, maana una upinzani kwenye kuimba, una upinzani kwenye kuimba. Ukitaka kuimba uwezi kuimba, ukitaka kufanya kazi ya Mungu huwezi. Damu ya Bwana ianze kunena mema, inene mema sasa hivi. Damu ndio bahari ya Shamu ambayo Bwana aliwatumbukiza. Bahari ya Shamu ilinena mabaya katika maisha wa Misri baba wa rehema. Damu ya Yesu ikinena baba mema katika maisha ya wachawi, ikinena mema katika maisha baba wa rehema ya wachawi. Damu ya Yesu unena mema baba, inena mema katika ubaya wake, inene mema katika ubaya wake, inene mema katika ubaya wake, inene mema katika baba walienda kinyume naye, inene mema baba katika wachungaji, inene mema katika wote maskofu, inene mema katika wote baba, inene mema katika maisha ya waganga, inene mema katika wachawi wote, inene mema katika baba wasoma nyota, inene mema katika wanadamu wote. Damu ya Yesu ipite kwenye nafsi, roho na mwili, ipite kwenye eneo la huduma, ipite kwenye eneo la karama, ipite kwenye eneo la karama, ipite kwenye eneo la karama,
ipite kwenye eneo la huduma, ipite kwenye eneo la uongozi. Wewe ni kiongozi dada, ipite kwenye eneo, umefungua macho umeniona, ipite kwenye eneo la kiongozi. Wewe ni kiongozi, na leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe ni kiongozi, lazima uende kwenye kutumika, maana wewe ni mtumishi. Kwa damu ya Yesu inenaye mema, inene mema kwa juu yako, inene mema kwa juu yako, inene mema katika huduma yako, inene mema katika uongozi wako, inene mema katika wabaya wako. Damu ya Yesu inene mema. Damu ya Yesu ipite sasa na kunena mema. Nimebadilisha bahari ya Shamu na damu ya Yesu. Bahari ya Shamu ilinena na baya juu ya Wamisri, lakini damu ya Yesu, maana tuko katika Agano Jipya, ile ni bahari ya Shamu, ipite kwa waganga na wachawi wote, ikinena wokovu, ikinena ukombozi, ikinena msamaha, ikinena upendo. Maana imeandikwa, wapendeni maadui zenu na kuwaombea mema wanayochukia na wanayowaudhi. Wachawi baba waliowaudhi, waganga waliowaudhi, wale ndugu waliowaudhi ambao ni waganga na wachawi, ni saa ya damu ya Yesu kunena mema kwenye ukoo wake, kunena mema kwenye ukoo wake. Iya barakama na mashata kapa, ita kama na mashande kepoho, itorokoto na kama, wakatumbukizwa kwenye bahari ya Shamu. Ninawatumbukiza kwenye damu ya Yesu. Bahari ya Shamu iliwaua Wamisri, damu ya Yesu iwakomboe, damu ya Yesu iwaokoe, damu ya Yesu iwaume tena upya, damu ya Yesu iwafungue na kuwatoa kwenye uchawi, damu ya Yesu ifungue mchawi huyo, iondoe roho ya uchawi, iondoe mabaya. Damu ya Yesu inene mema kwa wote, maana Bwana hakuja kuharibu, alikuja kuokoa, hakuja kuangamiza. Damu ya mjumbe wa Agano Jipya ipite kila sehemu, ipite katika mwili wako, ipite kwenye moyo wako, ipite kwenye mwili wako, ipite kwenye ufahamu wako, ipite kwenye mikono yako, ikiosha mikono yako, maana mikono yako ilimwagiwa damu ambayo inafanya izae mapoza. Mikono yako ukipata hata matrilioni yanayeyuka dakika 0. Iyaba kama na mashatokoto. Mikono ikiumbwa tena upya, mwili ikiumbwa tena upya, ufahamu ukiumbwa tena upya, ngozi ikiumbwa tena upya, muonekano wako ikiumbwa tena upya. Na sasa damu ya Yesu ipite na kukomboa kila sehemu katika taifa letu la Tanzania. Ilete ukombozi baba kila sehemu, kila mkoa, katika anga, nchi na makusanyiko maji. Damu ya Yesu ipite kinena mema. Indaba kama na mashatokoto, iya kapa ya tokotone kemo, ira tokotona kapa, inde kemo na mashanda kapa, iya tokotona kama, irata ya barakama nama, itorokoto inda kama, iro tokotona kapa, iya tokotone kemo nama, eria takama na mashanda kapa, inde berebe shando na makapa, ida kama na mashanda kapa, itokotone kama, iraba kama na mashato koto, eria tokotona kama na mashande kemo, inde kemo na mashanda na kapa, yataba kama na mashande kemo, inde bere kemo na mashanda kapa, itororo kotone kemo na mashande ke, itoro kotona kama, itakapara tokoto, inde kemo na ma, yatakapa, yatatakapa, yatokotone kapa, itorokotona kapa, inde kemo na makapa. Nani asemalo neno la likatimia Bwana asipoliagiza? Iraba kama na mashanda raba kapa, iraba kama na mashanda kapa, ira kama na mashanda koto, inda bara kama na mashande kepo, itorokotona kama, ita mashande kepo, ira tatatatata, itokotona tatatatata, itarakapara tokotona kapa, inde kemo na makapa. Mioyo iliyoumia baba wa rehema, majeraha katika moyo baba, itorokoto na kama,
Indikimuna mashata kapa, yatakapa, yatatatata, 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 itatatata, ratatatatata, iratatatata, itatatata, iratatatata, itokotona kapa, itokotona kapa. Walie hai wote ninawatosa kwenye damu ya Yesu, na watosa kwenye damu ya Yesu. Siwatosi baharini, maana mnahitaji kupata injili, mnahitaji kuongelewa. Ya tokotona kapa, inda kapa, ya tokotona kapa, iba kapa, ya ratatata, itokotona kapa, iro tokotona kapa, ide keporata kapa, itokotona kapa. Ninaondoa uvumilivu wa kila mmoja. Ni saa ya damu ya Yesu, ni saa ya damu ya Yesu. Inda kama na mashata kapa, idiri kimunaba, ya baba, idebere otararara mashata kapa, idere bishando kotona kama, idiri kimunama, ya raba kapa, yandona makapa, indo kotone kemo, borito kotona kama nama. Indere kimona mashandaraba, iyabara kamana mashato koto. Inde kimona mashanda kapa, iyato koto ne kimona ma. Itaraba kamana mashande kepo. Inde kimona mashandaraba kapa. Iyato koto ne kimona ma. Inde kimona mashanda kapa, iyato koto na kama. Iyatabara wa kamana ma. Itororo koto ne kimo. Ibere kimona ma. Inde kimona mashanda kapa. Iyaraba kamana ma. Dekemona maraba, iyaraba kamanama, damu ya Yesu, inde kemonama, kwa damu ya Yesu, iraba kamanama shata kapa, indere kemonama kamanama, iraba kamanama, itokotone kemo, itara kapa, yatokotona kapa, yatatatata kapa, itokotona kapa. Inde kimona mashato koto, inde kimona maraba shato koto, yandu na mana makapa, itokoto na kapa, ita kamana mashato koto, inde kimona mashanda kapa, inde kimona ma, iyabara kamana ma, beria tokoto na kama, inde kimona ma, itokoto na kama, iyatokoto na kapa, ita kaparato, inde kimona mashanda kapa, indororo koto na kapa, inde kimona ma, iyataraba kamanama, itororo kotona kama, inde kimona mashanda kapa, iya barakapa, iya tokotona kapa, iya tokotona kapa, itokotona kapa, inde kimona ma, ira kapa, iya tokotona kapa, itokotona kapa. Da kaparato koto, ita kaparato, beria tokoto na kapa, ya tokoto na kapa, inda kaparato, beria tokoto na kamanama, ya baraba kamanama nama, indere kemona mashanda kapa, indo koto na kamanama, ya baraba kamanama, ya baraba kamanama shanda kama, indere kemona makapa, ya tokoto na kapa, ya tokoto na kapa, yanda kapa nama, inda kamanama, beria tokoto na kamanama, beria tamashande kemo, tokoto, yatokoto na kapa, yatakapa, yatototokoto, inda kapa, yandu na makapa, piria tokoto na kapa, indo koto na kapa, inda kamana manama. Damu ya Yesu imfuatilie mahala popote alipo, mahala popote alipo, kule alipo, damu ya Yesu ikinena mema katika maisha ya watu hao. Inde kemo na mashanda kapa, yatokoto, yatakapa, indo koto, ila takata, yatokoto na kapa, indo koto nekemo, ila takapa, iya kapa, indo koto na kama. Dekemona mana shandere kemona ma, yanda baraba kamana mana, beria tamana mana, inde rebere shanda kapa, inde kemona mana shanda kapa, beria tokotona kapa, ya tokotona kapa, ita kapa, ya tatatata, inda tatata, indo kotonaka, ito kotona kapa, inde kepo. Jinsi Baba uliwatumbukiza Baba kwenye maji, majeshi ya Misri Baba, nani majeshi Baba wa rema shetani, walie hai, wachawi na waganga, na watumbukiza kwenye damu ya Yesu. Bahati nzuri damu ya Yesu unena mema katika maisha ya wanadamu. Inena mema Baba, inda kama nama, itokotona kapa, yatokotona kapa, yatokotona kapa, yatokotona kapa, yatokotona kapa, yatokotona kapa,
Yatokotona kapa. Biblia tokotona kapa. Inde kemo na mashata kapa. Ende kemo na ma. Inene mema juu ya bibi mkubwa. Inene mema juu ya mke wa baba mkubwa. Inde kemo na mashata kapa. Iyata kapa. Iyatokotona kapa. Inde kemo na manama. Wametumbukizwa kwenye damu ya Yesu. Inene mema wapate kuokoka. Inene mema waache mabaya. Damu ya Yesu inyamazishe damu zote, iondoe mikoba yote, iondoe uchawi wote, iondoe mabaya yote, iondoe kila mabaya, ikiwakomboa wachawi kwanza, ikiwafungua wachawi na kuachisha kazi ya uchawi, ikirudisha ukombozi. Maana ni saa ya kuokoa, maana ni saa ya kufikisha mbinguni kwa damu ya Yesu. Mimi sio mchawi. Mimi ni mwibaji. Mimi ni mwibaji. Siku ile tumekubaliana, pastor, tunakubaliana kwamba huyo temba madhabahu ya mnake sio unaninyang'anya tena mimi tembea nini? Tembea nini? Mimi ni mwibaji. Najulikana. Sitaje jina lako hapa. Mapepo hakuruhusiwa kuongea mbele ya Yesu. Fumba domo lako. Nenda kwenye mwili wako. Damu ya Yesu inene mema kwako. Uimbe vizuri. Ubarikiwe sana na kuanzia sasa. Kuanzia leo ninakuambia sauti mpya. Damu ya Yesu ikuambia sauti mpya. Uimbe vizuri, maana unaimba kwa ajili ya utukufu wa Mungu, usiimbe kwa ajili ya utukufu ya shetani. Umesema una sauti, damu ya Yesu iumbe sauti kwa ajili yako, maana imeandikwa tuwaombee mema wanayetuudhi, maana umekuwa kimuudhi huyu binti. Unaumbuka wakati umeumbiwa. Kila moja akirudi katika mwili wake. Kila moja akirudi katika mwili wake. Na roho zilizokung'ang'ania, sasa ni saa yao ya kila mmoja kukombolewa na kurudishwa katika asili yake. Rudi kwenye asili yako. Na wote mmesamewa roho zote chafu. Roho za majini napeleka kuzimu na kuzifungia. Roho za mashetani, roho za wanadamu waliye hai, inaagiza damu ya Yesu iwakomboe, kila moja asinyang'anywe alichokuwa nacho. Maana imeandikwa, akichukua kanzu na joo muachie. Sauti ya dada huyo na kuachia. Leo enda na sauti ya dada huyo. Nenda na sauti ya dada huyo, na Mungu amuumbie ingine mpya kuanzia leo. Kuanzia leo. Dada huyu sauti yake amekuachia, nenda kaitumie kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu, lakini naye Bwana muumbie sauti nyingine apate kuimba madhabahuni katika jina la Yesu. Umekombolewa. Kila mtu arudi kwenye mwili wake, na wote roho zote za wanadamu zirudi katika mili yao, na damu ya Yesu inene mema katika maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Mpigie Bwana makofi makubwa. Ukipata wakati wako upitie tena usikilize maombi hayo, alafu uone kitu ambacho Bwana anaeleza dunia. Kitu ambacho Bwana anaeleza dunia, hiyo ndiyo mawimbi yanayoeleza Mungu anaeleza dunia sasa hivi. Maana sio saa tena ya kuangamiza. Je, nimeomba kinyume? Je, watu hawajapagawa? Je, watu hawajafunguliwa? Tutumie silaha za Mungu za kuokoa wanadamu. Watu wa Mungu, wanadamu wanahitajiwa kwenda mbinguni, hawahitaji kufa. Bwana Yesu asifiwe. Basi nafikia hapo, na jina la Bwana libarikiwe. Nisamehe sana.